Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Napenda kukukaribisha katika wasaa huu wa kujifunza neno la Mungu ambalo Mungu ametupa leo, kichwa kisemacho njia za hekima kukufanikisha kulifikia kusudi la Mungu juu yako. Mstari ambao unatuongoza katika somo hili ni Yeremia 6:16. Lengo la somo hili ni kukuonyesha mbinu na njia zilizotumika hapo awali ili kufikia mafanikio ya kimungu. Nami ninaomba niwatangulie kusoma neno hili. Tunasema, hivi ndivyo asemavyo Bwana, simama kwenye njia panda, utazame, ulizia mapito ya zamani, ulizia wapi ilipo njia nzuri, uifuate hiyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Lakini ninyi mlisema, hatutapita hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, ninakushukuru kwa fadhili zako. Asante kwa wasaa huu, asante kwa neno lako ambalo unaniachia kujifunza jioni ya leo. Naomba rehema zako, uwepo wako na nguvu zako zisimame juu yetu, zituongoze katika njia ya haki yako, katika jina lako takatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema simama katika njia ya hapo awali, ukajifunze, ukaulize ni njia ipi ambayo ilikuwa ni nzuri, ili uweze kujipatia raha nafsini mwako. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho duniani ambacho mwanadamu utakifanya ni kipya, na hakuna kitu ambacho utakianzisha utakuwa wewe ndio mtu wa kwanza kabisa kukianzisha hicho kitu. Kila jambo ambalo unalifanya lilishaanzishwa na watu, na kuna watu tayari walisha kulitazama, walishawahi kujaribu. Kwa hiyo lazima ujifunze kuuliza kwa watu kwamba wao huwa wanafanyaje. Na kuuliza si kwamba ni lazima uwe ni kwamba wewe ni mjinga ndio maana unauliza. Hapana. Kuuliza ni tabia ya kimungu. Lazima uulize, huwa wanafanyaje, huwa walifanyaje, huwa walipitaje, huwa walishindaje. Mfano, kama unasumbuliwa kwenye familia na issue ya ndoa labda inakuwa ni changamoto, hauwezi ukaenenda kama unavyodhani, bali utahitaji neema ya Mungu ikufungulie na ikuoneshe na ikuwezeshe kusimama katika ile njia ambayo Mungu anaweza. Kwa hiyo lazima uende ukaulize wenzako wao wameshindaje. Kama ni ndoa imekuwa chungu, usikurupuke na kufanya maamuzi ambayo sio, bali unapaswa urudi uulize wenzako wao wameshindaje, kwa sababu wewe sio wa kwanza kwenye hilo tatizo na hautakuwa wa mwisho kwenye hilo tatizo. Na hakuna jipya chini ya jua. Vyote ambavyo tunaviona vilishawahi kuwepo. Kwa kila jambo ambalo tunalifanya tayari limeshapata watu ambao wameshalifanya. Kwa mfano, kama kijana unasumbuliwa na ujana, unaona jinsi ya kupata mke ni ngumu, unaona jinsi ya kupata mafanikio ni ngumu, unaona labda umechelewa sana. Hapana, waulize wazee, hata na wao walikuwa vijana, walifanyaje wao wakafika hizo nafasi, wao walipitiaje mpaka wakapata kwenye hizo position. Kwa hiyo usiogope kuuliza, kwa sababu kuuliza ni tabia ya kimungu. Ndio maana Mungu anasema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Kwa maana nyingine Yeremia anatuambia Mungu amesema hivi, nendeni mkaulize hapo mwanzo wao walikuwa wanafanyaje. Kwa hiyo hauwezi ukasema tu kwamba from nowhere tu ukaanza kufanya vitu kama unavyohitaji wewe. Hapana, lazima uende nyuma ukaulize kwa watu wao huwa wanafanyaje, ukaulize watu wao wameshindaje katika magumu ambayo wanayapitia, wao waliwezaje kuvuka. Kwa hiyo ukijaribu kutazama hiyo mstari kwamba nenda kaulize, kwa lugha rahisi tunasema Mungu alilijua hili vyema ya tuhitaji tuwe na maarifa ya watu hapo mwanzo walivukaji wao. Lazima tuende nyuma tukaulize, wewe ulianzisha biashara ya nguo, umewezaje kufanikiwa mpaka kuwa na kiwanda cha kwako? Wewe umeanzisha biashara ya nafaka, wewe umewezaje kufanya hivyo? Kwa sababu hata hakuna kazi ambayo utaianzisha dunia ya leo
ikawa wewe ndo wa kwanza kabisa. Hakuna kitu ambacho utakifanya kwenye ulimwengu huu sasa hivi ukawa wewe ndo wa kwanza kabisa. Kwa hiyo rudi, uliza watu wao wamefanyaje na wameshindaje. Sasa jioni ya leo Mungu ametupa tujifunze hekima ambayo itatuwezesha kuelewa wao nyuma walifanyaje. Kwa lugha rahisi ni kufuatilia, tuende sasa tukatazame hizo mbinu ambazo wao watu wa zamani walizitumia ili kushinda, au kwa lugha nyingine hapo mwanzo ilifanyikaje ili kuweza kuvuka kila stage ya maisha ambayo huwa tunakutana nayo, kila magumu ambayo tunakutana nayo. Je, tunavukaje? Na kama Mungu alivyokwisha kutuagiza tuende nyuma tukaulize, tuende kwa wazee tukaulize, nasi kwa neema ya Roho Mtakatifu tunarudi nyuma tukaangalie, je, wao mwanzo walikuwa wanashindaje hizi vita? Wao walikuwa wanawezaje kulifikia kusudi la Mungu? Wao walikuwa wanawezaje kuwa rafiki wa Mungu? Ibrahimu yeye aliwezaje kuwa rafiki wa Mungu? Yesu yeye aliwezaje kuishi bila kutenda dhambi na alikuwa ni mwanadamu? Biblia inasema Yesu japo kuwa alikuwa mwanadamu ila hakutenda dhambi. Kwa hiyo inawezekana kuishi maisha ambayo hayana dhambi totally kabisa, ukaishi maisha ambayo hayana dhambi. Issue inakuja hapa, je, unajua mbinu ya wewe kukusaidia kuvuka hivyo vitu? Au kwa lugha nyingine, unajua mwanzo wao walipita njia ipi ambayo ni nzuri, au Yesu yeye alifanyaje mpaka akaweza kuvuka? Tukianza na mbinu ya kwanza ambayo imetumika hapo awali kuwafikisha watu kwenye makusudi ambayo Mungu ameyafikia. Na ninamwomba Mungu atupe neema, japo kama somo litakuwa refu sana, bali nisilikimbize somo hili, niongee kwa upole na kwa utaratibu, hatua kwa hatua, ili uweze kukiona sawasawa na Mungu ambavyo anataka tuvione hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninaomba sana somo hili litakwenda taratibu, nikielezea hoja moja baada ya nyingine, kwa sababu kila hoja inazaa hoja zingine nyingi ndani yake. Ila ninaamini Roho Mtakatifu atatuwezesha kushinda na atatusimamisha katika mapenzi yake, na tutaweza kufanikiwa na kuelewa njia ambazo zilizotumika hapo mwanzo, mbinu zilizotumika hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Nikianza na mbinu ya kwanza, Biblia inasema mbinu ya kwanza inasema hivi: kabla Mungu hajaumba ulimwengu, alianza kushusha roho wake kwenye ulimwengu. Kabla ya ulimwengu kuumbwa, roho ya Mungu ilitangulia juu ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla Mungu hajaanza kusema awepo simba, awepo mti wa mbuyu, uwepo anga, niwepo jua, kabla hajaanza kufanya vitu vyote hivi, Mungu alianza kushusha uwepo wake kwanza. Alianza kushusha roho yake kwanza, akatiisha, ndipo akaanza kuumba. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma Genesis, ukisoma Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 2, Biblia inasema hivi: roho wa Mungu akatua juu ya maji. Tazama, dunia ilikuwa utupu, nayo ukiwa ilikuwa ni utupu tena ukiwa. Roho wa Mungu akatua juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu alipotua juu ya maji, kwa lugha nyingine, utiisho wa Mungu ukatua juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafahamu kabisa hapo mwanzo dunia ilikuwa ni giza, ilikuwa ni tupu, tena ilikuwa ni ukiwa. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kilifanyika kwenye ulimwengu. Kwa hiyo kabla Mungu hajaanza kuumba kwanza, alianza kushusha roho wake juu ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hajaanza kugawa, alianza kushusha juu ya maji. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema, kabla hujaanza kula, unaomba kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu awape neema ya kunielewa na kuona sawasawa na anavyotaka Roho Mtakatifu kuviona hivi vitu. Kabla
haujaanza kuumba chochote, kabla haujaanza kufanya jambo lolote, inaanza kwanza roho wa Mungu juu ya hicho kitu unachotaka kukifanya. Kwa hiyo kama unataka kulifikia kusudi la Mungu, yamkini umeitwa kuwa mwimbaji wa Injili. Kabla haijaanza uimbaji, inaanza roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla uimbaji haujaanza, inaanza roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutazame kwenye hii mistari, Mungu atupe kukiona hiki. Biblia inasema hivi, dunia ilikuwa utupu, tena ilikuwa ni ukiwa, ilikuwa ni giza, ilikuwa ni giza tupu, alafu ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya giza ni nini? Kwenye giza tunafahamu kabisa falme inayotawala kwenye giza sio falme ya kimungu. Falme inayotawala kwenye giza sio falme ya Mungu. Kwa hiyo ina maana kabla Mungu hajaanza kuumba, kuna falme ulikuwa unatawala pale, kuna giza ilikuwa inatawala pale. Tunafahamu kuna upande wa nuru na upande wa giza. Sasa kabla, wakati Mungu anashuka kwenye ulimwengu, kabla hajaanza kufanya uumbaji, alimkuta giza. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, giza lilikuwa linatawala. Giza lilikuwa linatawala ulimwenguni. Sasa kwa nini alianza kushusha roho? Alianza kushusha roho kwa ajili ya kushusha utiisho wake kwanza kwenye ulimwengu, kushusha uwepo wake kwanza kwenye ulimwengu. Na tutazame hili neno ukiwa. Ukitazama neno, ukitafuta tafsiri ya neno ukiwa, unapata ina maana maana ya ukiwa ni hali ya utupu, kutengwa na kuharibiwa. Kwa tafsiri zingine tunasema ni hisia za upweke, kukata tamaa na uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Neno ukiwa ni hali ya utupu, kutengwa na kuharibiwa. Tafsiri nyingine tunasema ni hisia za utupu, kukata tamaa na uharibifu. Kwa hiyo hapo mwanzoni, kabla dunia ijaanzishwa, kulikuwa kuna utupu. Maana ya utupu nini? Hakuna chochote ambacho kimo ndani yake. Yaani ni hakuna kitu chochote ambacho kimo ndani yake. Na kutengwa maana yake ni kwamba haithaminiki, haina thamani yoyote. Alafu ya tatu, kuharibiwa. Ina maana maana ya ukiwa kama ni kuharibiwa, kwa maana nyingine kama ni kuharibiwa, ina maana tayari ilishatengenezwa alafu ikaharibiwa. Sasa rudi tazama, dunia ilikuwa ni giza. Kwa hiyo kama dunia ilikuwa ni giza, ina maana giza likuwepo, kuna uharibifu uliingia. Uharibifu ulivyoingia, ukachukua utupu, ukajaza utupu, alafu ukatengwa, alafu ukaweka uharibifu. Sawa. Ukisoma kwenye tafsiri ya pili ya ukiwa, tunapata ni upweke. Maana ya upweke ni kumisi kitu, kutokupata thamani kitu fulani kama unavyohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dunia hapo mwanzo ilitawaliwa na hivi vitu, na hivi vitu ni roho ambazo zipo ndani ya falme za giza. Mungu aliachilia roho yake juu ya maji ili kutenga dunia na hizi roho. Kuna nguvu zilishikilia ulimwengu, ndio maana dunia ilikuwa haiwezi kuchanua miti, ndio maana dunia ilikuwa haiwezi kuruhusu maisha yakatokea, kwa sababu kuna upweke ndani yake. Maisha hayawezi kukaa sehemu ambapo kuna upweke. Maisha hayawezi kustahimili sehemu ambapo kuna kukata tamaa. Maisha hayawezi kukaa sehemu ambapo kuna uharibifu. Maisha hayawezi kukaa mahali ambapo kuna kukataliwa. Maisha hayawezi kukaa mahali ambapo kuna utupu. Mahali ambapo kuna hizi nguvu tano ambazo zinashikilia, uwe na uhakika hakutakuwa na maendeleo, hakutakuwa na mabadiliko ya aina yoyote, hakutakuwa na kustawi kwa aina kokote. Kwa hiyo kabla dunia Mungu hajaanza kuumba, ilibidi ashushe roho wake kwanza. Roho wake alivyoshuka kwenye juu ya maji, ilikuwa ni kupambana na hizi roho kwanza. Kwa hiyo alishusha roho kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe kukiona hiki. Alishusha roho wake juu ya maji, sawa na Mwanzo 2
Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 2, alishusha roho wake juu ya maji ili kutenga na kuondoa hizi roho za nguvu za upweke ambazo zitafanya dunia hata akitamka neno zile nguvu zinapishana nazo. Akitamka neno la kuumba, kwa kuwa kuna nguvu ya uharibifu, itaharibu. Yesu asifiwe. Akitamka nguvu ya kustawi, kwa kuwa kuna nguvu, kuna roho ambayo inaruhusu utupu, inakataa kustawi. Kwa sababu kuna nguvu zinazuia, zitapishana na neno lake. Ndio maana aliumba kwa neno. Kwa neno kwa maana gani? Aliumba kwa urahisi, kwa kutamka tu vinatokea. Kwa sababu gani vinatokea? Kuna uwepesi tayari umeshafanyika. Sasa huu uwepesi ulipatikana baada ya roho wa Mungu kushuka juu ya ulimwengu, kushuka juu ya maji, ikapambana na upweke wote, ikapambana na kukata tamaa, ikapambana na uharibifu, ikapambana na kukataliwa, ikapambana na utupu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe kukiona hiki ili nije nikuelezee sasa jinsi ya kuapply hii formula, hii jinsi ya kupita kwenye hii njia kulifikia lile kusudi ambalo Mungu ameliweka juu yako. Mungu akupe kukiona hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu asingeanza kuumba kama hajaziondoa hizi roho. Ndio maana aliamua kupambana kwanza na hizi roho ndipo aume kitu kingine kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma katika Kolosai 1:13 inasema alitukomboa kutoka kwenye falme za giza, akatuhamisha kwenda kwenye ufalme wa mwana wake. Kwa lugha nyingine na maana dunia ilikombolewa kutoka kwenye giza. Biblia inatuambia katika Mwanzo, hapo mwanzo dunia ilikuwa ni giza na utupu. Kwa hiyo Mungu alikomboa kutoka kwenye giza akahamisha kwenye mwana. Kitendo cha kuhamisha kwenye mwana, alikuwa anaitenga ulimwengu na falme za giza ili aweze kuweka affairs zake mule ndani, ili aanze kufanya uumbaji wake mule ndani. Mungu asingeweza kuanza kuumba kama kuna falme mbili. Na ndio maana tunasema vita vyetu si juu ya mwili, bali ni juu ya falme na wakuu. Kwa sababu gani ni falme na wakuu? Kwa sababu hawa watu wawili hawatakubaliana, kila mmoja kirahisi afanye kama anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliwaambia wale Mafarisayo, inawezekana mtu akaingia katika nyumba akateka vitu vya nyumba yako pasina kumteka kwanza mwenye nguvu? Lazima amteke kwanza mwenye nguvu, akisha mfunga ndipo ataviiba vitu vya nyumba. Ndivyo alichokifanya naye Mungu. Aliposhusha roho wake juu ya maji, alikuwa anafanyaje? Alikuwa anateka kwanza utiisho wake uteke lile giza ambalo limetanda juu ya maji, lile giza ambalo limetanda kwenye ulimwengu, ile nguvu ambayo imeshikilia, alikuwa analiteka kwanza. Akisha liteka ndipo anaanza kuumba, ndipo aanze kuteka vitu, ndipo aanze kufanya vitu ambavyo anavitaka kuvifanya, ndipo aanze kupandikiza vitu vyake. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kama wewe labda unatamani kumfundisha mtu habari ya wokovu, hautaweza kumfundisha habari ya wokovu akakuelewa kama hujaanza kumtolea mafundisho, hujaanza kumpa mafundisho ambayo yanamtoa kwenye ile mitazamo ambayo anayo. Ikiwa mtu ana mitazamo kwamba Wakristo ni wabaya, hautaweza kumfundisha habari ya Ukristo akapokea, hali anaakili kwamba Wakristo ni wabaya. Kwa hiyo lazima uanze kwanza kutengeneza notion zake, uanze kuteka fahamu zake kwamba Yesu Kristo, upande wa Kristo ni wazuri. Ukianza kumwelekeza Wakristo ni wazuri, ndipo na yeye sasa ataweza kuingia mule ndani na kuona ule uzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukamfundisha mtu ambaye anabishana na wewe. Lazima kwanza utafute namna ya kumzima. Akiacha kubishana na wewe, ndipo utaweza kuongea.
Kwa hiyo ndicho kitu alichokifanya Mungu kwanza, ndio njia ya kwanza ambayo Mungu aliapply kabla hajaanza kufanya kitu kwenye ulimwengu huu, kabla hajaanza kuweka affairs zake kwenye ulimwengu huu, kabla hajaanza kutengeneza jinsi anavyotaka yeye kwenye ulimwengu huu, alianza kwanza kushusha roho wake. Biblia inatuambia vizuri kabisa, ukisoma Biblia yako utaiona roho wa Mungu akatua juu ya maji. Kitendo cha kutua juu ya maji ilikuwa inaenda kupambana na hivi vitu vyote. Tunasema Biblia inatuambia mbinguni ni mahali pa kiti changu, na mbinguni na duniani ni mahali pa kuweka miguu yangu. Kwa hiyo ina maana Mungu yeye alikuwa mbinguni na alikuwa na uwezo wa kuumba tu akiwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi. Sasa kwa nini ashushe roho wake juu ya maji, na wakati tu kwa neno lake anatosha kuumba? Kwa neno, kwa roho, ile roho alivyoishusha ilienda kupambana na hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaenda kukomboa ulimwengu kutoka kwenye falme za giza, alafu aitenge na falme ya giza, alafu aihamishe kwenye ufalme wa mwana wa pendo. Bwana Yesu asifiwe. Akishaweza kuhamisha, ndipo anaanza kufanya yale anayoyataka. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kwanza kumteka mwenye nguvu na kumshinda mwenye nguvu na kumfunga mwenye nguvu. Akiweza kumfunga mwenye nguvu, akishamaliza kumfunga mwenye nguvu, ndipo anaanza kuteka vitu vya nyumbani na kuanza kuvifanya jinsi anavyotaka yeye. Hivyo Mungu alikuwa anafanya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe ukiona hiki. Mungu akupe ukiona hiki. Na Mungu asingeweza kuumba sema kwamba kuna roho wa giza amesimama. Japo yeye Mungu wa nuru na wa giza, ila kuepusha ule ushindani na uharibifu na upweke, angeweza kuumba ulimwengu akiwa kuna giza, lakini kungeibuka roho ambayo kuna roho ya upweke ingeingia ulimwenguni. Kuna roho ya kukata tamaa ingeingia ulimwenguni, kwa sababu ikiwa ulimwengu ndani, ulimwengu ndani itajificha ulimwengu ndani. Kwa hiyo sasa Mungu hakutaka hivi vitu viende pamoja. Ikabidi kwanza nitenge. Nikisha tenga ndipo tuongee sasa masuala ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutazame mifano ya watu mfano mwingine wa roho wa ile njia ya utisho wa Mungu kwanza kuingia kabla yao, au kutanguliza roho wa Mungu kwanza kabla ya wewe kufika. Tutazame mfano wa kwanza ni wana wa Israeli. Kutoka 23:28 Biblia inasema hivi: nami ninapeleka utiisho wangu kabla yako katika namba nirudie kusoma. Nami nitapeleka mavu waende mbele yako, ambao watawaondoa hivi Mhiti na Mperezi. Bwana Yesu asifiwe. Nami ninapeleka mavu waende mbele yako, ambao watawatoa. Kwa lugha nyingine, kabla mwana wa Israeli hajafika kwenye nchi ya Kanaani, utiisho, mavu walienda mbele ya wana wa Israeli. Kwa lugha ya Kiswahili ya kawaida, mavu ni wadudu jamii ya siafu ambao hutumika kuchakata na kubadilisha, kugeuza. Mfano, kazi ya siafu wao ni kugeuza, ni kufanya kuozesha vitu. Mfano, kama nzige, jamii ya nzige, jamii ya mchwa, wale tunasema ni jamii ya mavu, kwamba wao wanaondoa, kama kuna mti umedondoka chini umeoza, wao wanauchakata ule mti mpaka unakuwa udongo wote unaisha. Mfano, kama unawafahamu mchwa utakuwa unawajua vizuri. Sasa mavu ndio jamii ya hawa siafu, jamii ambayo ina kazi ya kuchakata vitu ambavyo vimeoza kuharibika ili kuviweka sawa, viwe vyote ni udongo. Bwana asifiwe. Sasa hawa mavu huwa wana tabia ya kusumbua. Tazama siafu akiingia kwenye kitanda chako, wewe na uhakika usingizi hautapatikana. Siafu akiingia tu kwenye kitanda chako, usingizi unakata. Hata kama ulikuwa una usingizi sana, siafu akishaingia tu kwenye kitanda, usingizi unakata. Kwa hiyo Mungu anawaambia wana wa Israeli, napeleka mavu mbele yako
Kazi ya kupeleka hawa mavu mbele yako ni kwenda kuwatoa wale ambao wamesimama kwenye njia yako. Kwa lugha nyingine sasa, ukilinganisha na ule mstari wa Mwanzo 1:2, tukaona vitu ambavyo Mungu alikuwa anavitoa. Alikuwa anatoa hizo roho za upweke, kukata tamaa, uharibifu, kukataliwa, utupu. Sawa. Kazi ya kupeleka hawa ni kwenda kuondoa hivi vitu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anashusha roho wake, anapeleka vitu kwanza vya kwenda kuondoa vitu ambavyo sivyo. Kwa lugha nyingine, kuna utiisho wa Mungu ambao ulikuwa unaenda kabla ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Yoshua mlango wa 2, utaona wale wana wa Israeli, wale wapelelezi walivyotoka kuipeleleza Yerusalemu, waliporudi waliwaambia kwamba hakika taifa linatetemeka juu yetu. Mungu hakika ametupa hii nchi kwa sababu taifa linatetemeka juu yetu. Kwa lugha nyingine, kuna utisho ambao ulikuwa umeenda mbele yao. Kuna mavu ambao walikuwa wameenda wa kwanza. Kwa hiyo kabla Mungu hajawapa wana wa Israeli ile nchi ya ahadi, kwanza alipeleka mavu, alipeleka utiisho, alipeleka roho wake kule kwenda kuwatoa wale ambao wamesimama kwenye njia, kwenda kuwatoa wale ambao watawagasi, kwenda kuwatoa wale ambao watawasumbua, kwenda kuwatoa wale ambao watazuia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama una kusudi la kimungu ambalo unataka kulipigania, anza kumwomba Mungu apeleke mavu kwenye hilo kusudi, kwa sababu kabla hujaanza safari kuna vitu ambavyo vitakusimamia na kukuzuia. Ila ukipeleka nguvu ya Mungu ikienda mbele yako, inaenda kuondoa kila kitu ambacho kitasimama kwenye njia yako kukuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima hawa mavu waende mbele. Ndicho kitu ambacho Mungu alisema sio kwamba hawa mavu wataenda pamoja na ninyi. Hawa mavu wanaenda mbele yako. Ninatuma mavu waende, ninapeleka mavu waende mbele yako, wakawaondoe hawa Wahiti na Waperizi na Myebusi na Mkanaani, wawaondoe. Ili wakisha waondoa, ninyi mnafika tayari mmeshafanyaje? Mnakuta wepesi. Ndio maana ukisoma katika ule mlango wa 2, wale wapelelezi waliporudi walisema kwamba hakika hawa watu wanatetemeka juu yetu, hakika haya mataifa yanatetemeka juu yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna nguvu ambayo imesimama juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu akupe kuona sana jambo hili, kwa sababu hautaweza kufanya jambo kama hakuna utiisho wa Mungu ambao unaenda. Hautaweza kufanya jambo la Mungu kama hakuna utiisho ambao unaenda mbele yako. Lazima kuna utiisho wa Mungu usimame kabla wewe hujaanza kwenda. Lazima kuna nguvu ya Mungu ingie kabla wewe hujaanza kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Tuone mfano wa pili. Mfano wa pili ni mitume. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 1:4 na 8, Biblia inasema hivi. Habari hii mistari inatuelezea pale ambapo waliambiwa wakae mjini mpaka watakapokwisha kujaliwa na yule Roho Mtakatifu. Wakae mjini mpaka Roho Mtakatifu ashuke juu yao. Hawa ni mitume. Huu ni mfano wa pili, mitume, ambapo waliambiwa wakae mjini mpaka Roho Mtakatifu akae juu yao. Roho Mtakatifu akija juu yao, kwenye mstari wa 8 wanaambiwa ndipo watakapoenda kuieneza ile Injili, ndipo watakapoanza kueneza habari za Yesu Kristo. Kwa hiyo kabla ya huduma yao kuanza, ilibidi kwanza aanze Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine ni hivi, Roho Mtakatifu kwanza ashuke juu yao ndipo waanze kuhubiri. Wasingeweza kuanza kuhubiri kama Roho Mtakatifu hajasimama juu yao. Ndipo kama Mwanzo 1:2 tunaona Roho wa Mungu alishuka kwanza, ndipo uumbaji ukaanza. Na ndivyo hivyo lazima kwanza Roho Mtakatifu ashuke juu ya mitume. Kisha shuka juu ya mitume, ndipo huduma ianze. Waliambiwa mkae mjini mpaka mtakapovuviwa Roho Mtakatifu.
Mkivuvua Roho Mtakatifu, katika Matendo ya Mitume 1:8 anawaambia, ndipo mtakapoenda kumshuhudia ile injili ambayo mmesikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani Roho Mtakatifu anaenda kabla ya huduma? Kwa sababu gani Roho Mtakatifu alienda kabla ya huduma ya hawa mitume? Kwa sababu kwenda kuondoa roho ya uoga, kuondoa roho ya uoga. Alafu Biblia inatuambia kazi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni mfariji. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi yake ilikuwa ni kufanyaje? Kuziba ile pengo na upweke ambao walikuwa nao kwa kumkosa Yesu Kristo. Ndio maana Yesu aliwaambia, ni vyema mimi niende ili aje yule ambaye atawawezesha na ninyi kufanya makuu. Ni bora mimi niende. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuja kuziba ule upweke ambao wanao. Kwa hiyo wasingeweza kuhubiri ili hali hawana Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Kuna upweke ambao utakuwepo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema baada ya Petro kujawa na Roho Mtakatifu, alianza kuhubiri pasina kuogopa. Akaanza kuelezea kwamba mnavyotuona hivi, si kwamba tumepatwa mapepo, si kwamba tumelewa, hatujalewa mvinyo, bali ile ahadi ambayo Mungu alituambia ataachilia Roho wake imetimia. Biblia inasema akahubiri kwa ujasiri. Lakini ni Petro huyo ambaye tunampata alimkana Yesu mara 3. Ujasiri aliupata wapi? Baada ya utiisho wa Mungu kuingia, alafu yeye ndio huduma yake ikafuata. Kwa hiyo njia ambazo zilizitumika hapo awali kuwawezesha watu kufikia ile makusudi ambayo Mungu anayataka, njia hii ya kwanza ilikuwa ni Mungu kwanza aingie, Roho Mtakatifu ashuke kwanza. Roho wa Mungu ashuke kwanza, akisha tawala ndipo vinafuata mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awape kuelewa katika ukuu ambao Mungu Roho Mtakatifu awafunulie zaidi na zaidi na zaidi. Roho Mtakatifu awaoneshe zaidi na zaidi ya jinsi ambavyo amenifunulia mimi kuona. Mungu awaoneshe zaidi. Kuna roho wa kwanza anaingia. Ndio njia ya kwanza ambayo ilitumika. Na hii njia hata Mungu mwenyewe ameitumia. Kabla hajaanza kuumba, amemweka kwanza roho wake. Roho wake akaenda akapangua vitu ambavyo sivyo. Baada ya kufanya hiyo kazi, ndipo akafuata yeye kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya roho wa Mungu kupita, ndipo akafuata yeye kuanza sasa kutuma neno lake. Akaanza kutamka na iwe haikuanza kabla ya roho. Hii ndio njia ya kwanza hata Mungu na yeye aliitumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitazama hawa wana mitume hawa wameanza kufanya kazi baada ya Roho Mtakatifu kushuka. Kwa hiyo njia ya kwanza walianza kupita kwenye njia ambayo Roho Mtakatifu yupo. Wametafuta kwanza njia gani Roho Mtakatifu amekaa, ndio wakapita hiyo. Kwa lugha nyingine wakamweka kwanza Mungu wa kwanza, Roho wa Mungu akakaa wa kwanza. Roho wa Mungu alivyokaa wa kwanza, ndivyo wakafuatia wao. Biblia inatuambia vyema sana, na kila mnalolifanya mlifanye katika msingi wa Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, usianze kujenga kama Yesu Kristo anasimama kama msingi. Kwa maana gani? Ule utiisho ndio unaomata, ule utiisho ndio unaohitajika. Hauwezi ukasimamisha kitu chochote kama Roho wa Mungu hajatangulia. Kama Yesu Kristo hajasimama kama msingi, hauwezi ukasimamisha kitu chochote. Biblia inasema hivi, tazama ninawawekea jiwe la kujikwaa. Kila atakayepita atajikwaa kwenye hilo jiwe, na jiwe lenyewe ni Yesu. Hakuna njia ambayo utapita pasina kujikwaa mbele za Yesu, pasina kupiga goti mbele za Yesu. Lazima urudi umwambie Yesu, ninataka nianze na wewe. Tiisha maisha yako. Kila unachotaka kukifanya, anza na Mungu. Roho wa Mungu kwanza awepo. Roho wa Mungu kwanza awepo. Bwana Yesu asifiwe.
Hawa mitume hawakuanza huduma kama Mungu hajawepo hapo. Walianza kuanza huduma baada ya Roho Mtakatifu kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Huduma yao ilianza baada ya Roho Mtakatifu. Kabla ya Roho Mtakatifu wote walikuwa ni wa kawaida tu. Wote walikuwa waoga. Tena Biblia inasema baada ya Yesu kufa wakajifungia ndani wakiogopa sana machafuko yaliyokuwa yanaendelea katika mji, wakiona na wao labda watafuatia. Lakini baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu walikuwa na ujasiri, hapo hapo wakaanza kuhubiri. Kuna swali walimuuliza Yesu, tumeacha vyote, sisi tutapata nini? Yesu akawaambia, hakika mtapata mara 100 hapa na mbinguni. Lakini sasa tazama, baada ya kuvuviwa Roho Mtakatifu hakuna hata mmoja ambaye alianza kuuliza, jamani, mimi ninaenda kuanza injili, sina mahali pa kuanzia. Wote hapo hapo walianza kuhubiri, wote hapo hapo walianza kufanya injili, wote hapo hapo walikuwa na ujasiri. Kwa sababu gani? Kuna Roho amesimama hapo, kuna Roho amepangua roho ya uoga, kuna Roho wa Mungu ameshuka akapangua roho ya kusitasita, kuna Roho wa Mungu ameshuka akapangua kuogopa, kuna Roho wa Mungu ameshuka akatoa ule upweke wa kumnisi Yesu Kristo, kuna Roho wa Mungu ameshuka akaondoa uharibifu ambao shetani amefanya pale ambapo Yesu alimwambia Petro, shetani amewataka nini awaharibu, awapate kuwapepeta. Kwa kule kupepetwa kule waliharibiwa. Kwa hiyo Roho wa Mungu alishuka kuondoa ule uharibifu ambao umefanyika na shetani, ndipo wakapata ujasiri mpya wa kuanza injili. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe kukiona hiki. Tutazame mfano wa tatu. Mfano wa tatu ni makuhani, mfano wa makuhani. Yoshua 3:13. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba, ukisoma Biblia yako imeandika hivi, watakapokanyaga makuhani makuhani watakapotia nyayo zao kwenye maji, basi ndipo njia itakapotokea. Na Biblia inasema walipokanyaga tu katika maji yakainuka na kuanza kutiririka na kusimama kama kichuguu. Baada ya makuhani kukanyaga ndio maji yakasogea. Sasa jiulize, mwanzo swali linakuja hapa, kwa nini ni makuhani? Na lazima ujiulize, walipofika pale Jordan, au wana wa Israeli kipindi cha Yoshua wanataka kuvuka mto Jordan, kabla hawajavuka walikaa siku 3. Katika kukaa siku 3 uwe na uhakika, mwanadamu lazima utahitaji maji ya kuoga, utahitaji maji ya kupika, utahitaji maji ya kufulia, utahitaji maji ya kufanya usafi wako wa mwili. Maji tunajua maji ina uhitaji mkubwa katika mwili wa binadamu. Sasa swali ni hili, hawa makuhani wao hawakwenda kuchota maji kabisa Jordan? Na kama wameenda kuchota maji Jordan, je, hawakuyakanyaga haya maji? Wameyakanyaga haya maji. Lakini kwa nini muda wote wameyakanyaga haya maji? Haya maji yasitawanyike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaweza ukasema, nimejuaje kwamba hao makuhani wamekanyaga maji? Imani ni kuwa na uhakika. Kwa hiyo nina uhakika hao makuhani walienda kuchota maji tu pale, walienda kuteka maji kwenye mto. Katika kuteka maji kwenye mto, kwa nini maji hayakujitenga? Biblia inasema hivi, makuhani watangulie na sanduku lile la agano. Walipolibeba sanduku la agano na kukanyaga, ndipo maji yale yakatawanyika. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni hii hapa, kwamba maji yalitawanyika baada ya sanduku la agano kuingia la kwanza kwenye Jordan. Lakini hapo mwanzo maji yalikuwa yametawanyika kwa sababu hayakutawanyika kwa sababu gani? Hawakuingia na sanduku la agano kwenye Jordan. Lile sanduku la agano lilikuwa nini? Ilikuwa ni utiisho wa Mungu. Kwa lugha nyingine tunasema ilikuwa ni Roho wa Mungu anaingia kutiisha maji, anaingia kuyagawa maji.
anaingia kuyaamrisha maji yatii amri yake. Ukisoma katika Isaya 40:12, Biblia inatuambia, ni nani apimaye maji ya bahari kwa konzi yake? Nani aliyepima maji kwa konzi ya mkono wake? Ni Mungu. Kwa hiyo ina maana tu kitendo cha Mungu kuingia kwenye maji tu wakiwa wamebebwa na wale makuhani, ina maana waliingia na utiisho wa Mungu. Utiisho wa Mungu ulivyoingia ukatawanya yale maji, ikatengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe kukiona hiki. Walipoingia na sanduku ndipo maji yalipotawanyika. Kabla ya kuingia na sanduku maji hayakutawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Walipoingia na sanduku ndipo maji yalitawanyika. Kabla hawajaingia na sanduku maji hayakutawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza ukasema hivi, miguu hiyo ambao waliingia nayo mwanzo na miguu hiyo ambao wameingia nayo wakati wameingia kwenye maji, lakini kumbuka hapa wameingia wakiwa wamebeba sanduku. Kwa hiyo kwa lugha nyingine walikuwa wanaona wako na miguu yao ya kawaida, ila hapana, walikuwa wako na miguu ya Mungu. Mungu alikuwa anatumia miguu yao kubeba utiisho wa kupeleka kufanya njia kwenye Yordani. Kwa hiyo miguu ile iliyokuwa nao mwanzo haikuwa na Mungu, ila miguu ya sasa hivi ambapo wanaingia nao kwenye maji ikatengeneza njia, imeingia pamoja na Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Roho wa Mungu aliingia kwanza kwenye maji, ndipo akatengeneza njia ya wana wa Israeli kuvuka mto Yordani. Kitendo cha makuhani kukanyaga wakiwa wamebeba sanduku la agano, kukanyaga kwenye maji, ndipo njia ilipotengenezeka. Miguu ya makuhani ile mwanzo wao ilikuwa ni miguu ya makuhani kama binadamu, lakini sasa hivi wameingia wakiwa wamebeba sanduku, ina maana ni miguu ya Mungu ilisimama kwenye maji. Miguu ya Mungu iliposimama kwenye maji, njia ikapatikana. Kwa hiyo njia kwenye maisha yatapatikana pale ambapo Mungu ameingia wa kwanza. Hakuna namna ambapo utawini kama Mungu hajaingia hiyo sehemu wa kwanza. Hakuna namna utafanikiwa kama Mungu hajaingia wa kwanza. Hakuna namna utafanikiwa, utaona njia kama Mungu hajaingia wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe kukiona hiki kitu na akusaidie sana kwenye kujifunza zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Na ipo mifano mingi ya watu ambao wameanzisha vitu, ila alianza Mungu kwanza. Kabla hajaanza kitu, alianza Mungu kwanza kuingia mule ndani. Alianza kwanza Mungu kushusha Roho wake. Alianza kwanza kupeleka utiisho. Ule utiisho ndipo ukafatisha jambo lingine kutokea, jambo lingine kuanza kutendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo njia ya kukusaidia wewe na kukuwezesha wewe kufanikiwa kwenye maisha yako, hakuna namna utafanikiwa kama Mungu hajaingia wa kwanza. Unaweza ukasema kwamba nina mikakati, nina mipango, nimefanya maombi. Unaweza ukafanya maombi lakini Mungu hajaingia hapo. Mungu hajakubaliana na maombi. Lazima utafute kwanza mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yakiingia, Roho wa Mungu anaingia hapo. Roho wa Mungu akiingia hapo, uwe na uhakika utafanikiwa. Usiende kwenye kazi kama Roho wa Mungu hajaingia. Kwenye hiyo kazi, kumbuka kwenye hiyo kazi ambayo unaiomba wewe leo, kuna wenzako ambao wanaiomba hiyo kazi wakiwa na nguvu za giza. Mwingine kabla hajapeleka cheti kwenye kuomba kazi ya serikali, anapeleka kwanza cheti kwa mganga. Kwa maana gani? Anatafuta roho fulani iingie, kasimame kwanza, ikatiishe ile system ya serikali ilipokee. Kwa hiyo nawe mwana wa Mungu, fahamu njia ambao wametumia wenzetu, njia ambao hata Mungu mwenyewe ameifanya. Kwanza alishusha Roho wake. Kwa hiyo na wewe shusha kwanza Roho wa Mungu kwenye hicho kitu ambacho unakifanya. Hata kama ni kizuri, hata kama ni sahihi, usifanye kama Mungu hajaingia wa kwanza. Usifanye kitu kwa mazoea. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini ilimbidi kwanza aanze na maombi, aanze kutafuta Roho Mtakatifu awe juu yake. Biblia inasema akaongozwa na Roho Mtakatifu.
Kwa lugha nyingine hakujiongoza yeye tu, Roho wa Mungu alikuwa juu yake. Kwa hiyo usifanye vitu kama vile usifanye kwamba unafahamu kwamba nina mikakati, nimesoma, nimeshasali, nimeshatabiriwa na mtumishi wangu, labda nina nabii wangu ameniambia, labda mwinjilisti wangu, mchungaji wangu amekwisha kunitamkia. Hapana. Hata kama mchungaji ametamka, hajatamka Mungu. Kuna tofauti ya kubeba maombi na kumbeba Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa na maombi ila Roho Mtakatifu asiwepo hapo. Ila Roho Mtakatifu akiingia, anakusaidia kuchuja, anakusaidia kupepeta mawazo yako na makusudi ya moyo. Sometimes unaweza ukawa una wazo zuri, kumbe sio la kimungu. Kama wazo hilo sio la kimungu, namna pekee ya kukusaidia wewe kuvuka hiyo sehemu ni Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu kwanza aingie. Utiisho wa Mungu kwanza uingie. Utiisho wa Mungu ukisha ingia ndipo utakapoanza kuona matunda. Utiisho wa Mungu ukiingia ndipo utakapoanza kuona mafanikio. Na hii ndio njia ya kwanza ambayo imetumika toka awali. Kabla watu hawajatafuta njia ya kusuluhu jambo, kwanza wanatafuta Mungu awepo hapo. Ndio maana kabla watu wengi hawajaanza kwanza ibada, wanaanza kwanza kutafuta uwepo wa Mungu. Wanautafutaje uwepo wa Mungu? Wanaanza kwanza kutafuta utulivu. Kwa mfano, mimi ninatokea KKT, ni Lutheri. Kabla hatujaanza ibada, tunaanza kusema Mungu yupo hapa, nyamazeni wote, na mtumiki wanao. Tunaanza kusema kwanza Mungu yupo hapa, nyamazeni wote. Tunaanza kutamka kwanza utiisho wa Mungu uwepo hapo. Tunaanza kuita ule uwepo wa Mungu, kutafuta ule uwepo wa Mungu uwepo kwenye eneo ambalo tunalitaka. Kwa hiyo usianze kitu fulani kama Mungu hajawepo hapo maisha. Usianze kutafuta kuanza kuweka mikakati ya kibiashara kama Mungu, Roho Mtakatifu hajashuka kwenye hiyo biashara. Usifungue duka kama Roho Mtakatifu hajashuka kwenye hilo duka. Usianze huduma kama Roho Mtakatifu hajaanza kusema na wewe. Usianze kujipromoti kwenye kama msanii kama Roho Mtakatifu hajawepo, kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake ni kukupa ujasiri. Kwa sababu unaweza ukaanza huduma ukiwa na nguvu, lakini tatizo sio kuanza, tatizo ni kumaliza. Na ndio maana Mungu anasema ninatazama mwisho kabla ya mwanzo. Mwanzo haijalishi umeanzaje, ila mwisho unamalizaje? Unamaliza kama ulivyoanza. Ni bora ukaanza vibaya lakini ukamaliza Mungu. Kwa Mungu anachokiangalia, namna pekee ya kukusaidia wewe kumaliza vyema ni hapa mwanzo awe na wewe. Ndio maana anasema mimi ni Alfa tena ni Omega, niite mwanzoni na mwishoni nitakuwepo. Yesu asifiwe sana. Mungu akupe kukiona hichi kitu, na natamani tutajifunza taratibu. Nadhani tutakutana tena, Mungu akipenda tukutanishe tena kwenye siku tena ya neno, siku ya Ijumaa, ambapo tutajifunza tena neno la Mungu. Nikukaribishe zaidi na zaidi kujifunza njia ambazo zimetumika zamani kufanikiwa kufikia kusudi. Na njia ambayo tumeiona siku hii ya leo ni Roho wa Mungu. Kabla ya uumbaji, Roho wa Mungu utangulia kwanza. Kabla ya uumbaji, Roho wa Mungu utangulia kwanza. Kabla hujaanza kazi yako yoyote ile unayotaka kuifanya, hakikisha kwanza Mungu ameshuka hapo. Hakikisha Roho wa Mungu ameketi hapo. Kabla hujaanza biashara, hakikisha Roho wa Mungu ameketi hapo. Kabla hujaanza kitu chochote, Roho wa Mungu kwanza atamalaki. Roho wa Mungu akisha tamalaki ndipo uanze kufanya mambo yako ambayo unaona sasa ni sawa. Usianze kuweka mikakati kabla Roho wa Mungu hajawepo hapo, kwa sababu mikakati inatakiwa itokane na Roho. Tatizo letu binadamu, tunaogopa kutumia taulo, kwa sababu taulo litatuonesha ni wapi sisi ni wachafu. Taulo litakuambia hujaoga, kwa hiyo ukijifuta
taulo linachafuka, linakuambia haujajisugua. Kwa hiyo tunaogopa kusema na Mungu aanze na sisi. Kwa sababu gani? Tunajijua mikakati ambayo tunaipanga sio mizuri. Kwa hiyo tunaona sasa nianze tu hivi kibishi nitaenda kumalizia huko mbele. Mungu hayupo hivyo. Mungu akianza na wewe, anaanza na wewe from the scratch. Anaanza na wewe moja. Kwa hiyo usitegemee kwamba utaenda kwa mganga upate hela nyingi, alafu uje kwa Mungu uendelee na Mungu. Mungu ataanza na wewe mmoja, atahakikisha kwanza ile vyote vya Mungu vinaondolewa, vitu vyote vya gizani vinaondolewa, ndio anaanza na wewe. Kwa hiyo sasa, kuepuka, hesabu gharama. Usianze mwenyewe tu. Mwambie Mungu, nataka nianze na wewe. Mwambie Roho Mtakatifu, shuka hapa, anza na mimi. Chukua hatua hii na mimi. Tembea na mimi. Ndipo utakapoweza kufanikiwa. Ndipo utakapoweza kulifikia lile kusudi la Mungu. Ndipo utakapoweza kushinda. Hautaweza kushinda kama Mungu hajasimama mahali hapo. Hautaweza kushinda kama Mungu hajasema na wewe mwenyewe. Lazima umwambie Mungu, ninakuhitaji uwepo hapa, ninakuhitaji useme nami, uniongoze na uniwezeshe kushinda. Yeye ni mwaminifu, atakushindia. Nami nimshukuru Mungu kwa neno hili na siku hii ambayo ametupa kujifunza hii, na Roho Mtakatifu ninaomba kufungulie zaidi, kuona zaidi na zaidi ya hapa ambapo tumeweza kuona. Niombe Mungu kwa ajili ya somo hili. Yesu, tunakuomba rehema zako. Tunakushukuru kwa sababu kila itwapo leo hujaacha kusema nasi. Kila itwapo leo hujaacha kuzungumza nasi. Tunasema asante Bwana, maana rehema zako zimekuwa nyingi juu yetu. Nasi tunaomba rehema zako zitufungulie. Tupe moyo ya kukucha wewe. Tupe moyo ya kukutafuta wewe. Tufundishe utii mbele zako. Tufundishe kukuita wewe kabla ya jambo lolote. Tufundishe kusema nawe Mungu kabla hatujaanzisha jambo lolote. Katika jina lako Yesu Kristo, tunaomba utiisho wako na nguvu zako Mungu zisimame juu yetu. Zituongoze katika mapenzi yako, na utukufu wako utembee pamoja nasi. Katika jina lako Yesu Kristo nikiomba na kushukuru. Amen.